Habari za wakati huu, mtazamaji wa SQF TV, na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana tuziangazie taarifa za habari zilizotufikia siku ya leo ya Aprili 15, 2026. Huko nami Pendo Gorton. Jeshi la polisi la wananchi wa Tanzania JWTZ limetangaza nafasi za kuandikishwa jeshini kwa vijana wa Kitanzania kuanzia wahitimu wa kidato cha 4 hadi vyuo vikuu. Taarifa ya JWTZ iliyotolewa hapo jana Aprili 14 na mkuu wa kitengo cha habari na uhusiano Luteni Kanali Kelvin Bayabato amesema maombi yatumwe kwa makao makuu ya jeshi hilo Msalato mkoani Dodoma kuanzia Jumatano ya leo hadi Aprili 28. Ndugu wa Tanzania, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Majina yangu ni Luteni Kanali Kelvin Baraka Bayabato, mkuu wa kitengo cha habari na uhusiano Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linatangaza nafasi za kuandikishwa jeshi kwa vijana wa Kitanzania kuanzia elimu ya sekondari hadi elimu ya juu. Vijana watakaoandikishwa jeshi watapatiwa mafunzo mbalimbali muhimu ya kijeshi na mafunzo ya kuendeleza katika taaluma zao. Ndugu wa Tanzania, vijana wa Kitanzania wenye nia ya kuandikishwa jeshi wanatakiwa kuwa na sifa zifuatazo: awe raia wa Tanzania wa kuzaliwa, awe na umri usiozidi miaka 25 kwa elimu ya kidato cha 4 na kidato cha 6, usiozidi miaka 28 kwa elimu ya juu, awe na afya nzuri na akili timamu, mwenye tabia na nidhamu nzuri, hajapatikana na hatia ya makosa ya jinai mahakamani au kufungwa, awe na cheti halisi cha kuzaliwa, original birth certificate na vyeti vya shule, academic and school living certificate, awe hajatumikia jeshi la polisi, magereza, chuo cha mafunzo, kikosi maalum cha kuzuia magendo au chombo kingine chochote cha ulinzi na usalama, awe amehitimu mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa mkataba wa kujitolea miaka 2 au mujibu wa sheria na kutunikiwa cheti. Ndugu wa Tanzania, utaratibu wa kutuma maombi ni kama ifuatavyo. Maombi yote yaandikwe kwa mkono na yawasilishwe yalipokuwa makao makuu ya jeshi Msalato Dodoma kuanzia tarehe 15 Aprili 2026 hadi tarehe 28 Aprili 2026, yakiwa na viambatisho vifuatavyo: nakala ya kitambulisho cha taifa au nambari ya NIDA, nakala ya cheti cha kuzaliwa, vyeti vya shule na chuo, nambari ya simu ya mkononi ya mwombaji, nakala ya cheti cha JKT kwa waombaji waliomaliza mkataba. Aidha, vijana waliopo kwenye makambi ya JKT hawahusiki na tangazo hili. Ndugu wa Tanzania, maombi yote yatumwe kwa anwani ifuatayo: Mkuu wa Utumishi Jeshini, makao makuu ya jeshi, sanduku la posta 194, Dodoma, Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza. Shirika la mawasiliano la TTCL limekanusha taarifa zilizosambaa zikieleza shirika hilo kupata hasara katika mwaka wa fedha 2024-2025, likieleza kuwa limepata faida ya shilingi bilioni 23 kutokana na utoaji wa huduma kwa wateja. Ufafanuzi huo umetolewa na shirika hilo wakati wa uzinduzi wa kituo cha maonyesho cha shirika hilo kilichopo Kijitonyama. Wakati taarifa ya CAG alipoitoa wakati anaisoma mbele ya Mheshimiwa Rais, baada ya pale tu kesho yake kuna watu ambao walijiongeza vibaya wakaenda kwenye mitandao ya kijamii, na wengine nimesikia wakihojiwa hata kwenye baadhi ya vyombo vya habari kuonyesha kwamba shirika la mawasiliano Tanzania lilitengeneza hasara, na wengine wanakwenda mpaka kutaja bilioni 700 ya hasara, kitu ambacho natambua CAG ya kusema chochote kuhusiana na sisi na hasara ambayo imetajwa. Lakini kikubwa ambacho wananchi wanatakiwa wajue ni kwamba ni kweli huko nyuma kulikuwa na historia ya utengenezaji wa hasara kwa shirika la mawasiliano Tanzania. Lakini kuanzia mwaka jana ambapo tunatekeleza mpango mkakati wetu wa mabadiliko ya taasisi, tumetengeneza faida ya bilioni 23 ukilinganisha na hasara ya bilioni 18 ambayo ilitengenezwa katika mwaka wa fedha wa 23-24. Kwa hiyo katika mwaka wa 24-25 ambao ameukagua CAG, tulitengeneza faida ya shilingi bilioni 23. Kwa hiyo ile kwamba kulikuwa na hasara ni watu waliamua tu kujiongeza vibaya na kwa nia ambayo sisi tunaiona kama sio nia njema kwa shirika hili la mawasiliano Tanzania. Ilipotoka ripoti ya CAG, mtu akaenda kupull out ya mwaka 2023 na akaileta na waandishi wa habari mkaipublicize, ikawa inafanya kazi ya kuwakatisha tamaa hawa vijana wa Kitanzania ambao wanafanya kazi Tanzania. Kufanya kazi katika mazingira kama TTCL sio rahisi, na tunaijenga kwa TTCL bora, na hilo nakubali, na kwenye huduma kwa wateja nakubali hatakuwa vizuri sana, lakini tupo on the very right track kuboresha hilo.
na tunaomba mtupe miezi michache sana, na kabla ya mwisho wa mwaka huu mtaweza, na mimi nitakubali nyie mje mniulize, aidha nitaomba msamaha au nitawaambia hichi ndio tumekifanya katika kuboresha huduma kwa wateja. Wafanyabiashara 18 wa bidhaa mbalimbali mkoani Katavi wamepigwa faini na wakala wa vipimo mkoani humo baada ya uwepo wa wingi wa matumizi ya vipimo batili kwa wateja wao. Faini hizo zimetolewa ikiwa ni baada ya wafanyabiashara wa viazi mviringo katika soko kuu mjini Mpanda kulalamikia matumizi ya mizani kwenye biashara zao na kusababisha wakose wateja na viazi kuoza. Kilo 4 ukizijaza mle tayari tumeshazihakiki kwenye mizani tumeweka, lakini mnapotung'ang'aniza kwamba tuendelee kutumia mizani, jamani, tuko tunafisha watoto na njaa. Wateja hawanunui, wameshazoea vindoo, wameshazoea visado. Watu wanaosema kwamba hawataki kutumia mizani, wanataka kutumia vipimo vingine ambavyo kwa ujumla havikubaliki kisheria, vinaitwa vipimo batili. Ndoo, sado, vikombe, madebe. Iko operation kubwa ambayo tunaendelea nayo kuhakikisha kwamba hivi vyote hivi tunaviondosha, ibaki mizani peke yake ambayo ndiyo inayostahili kutumika kisheria. Ni wafanya biashara wachache ambao hawa wanataka watumie hivi vifaa, na wanapotumia vifaa hivi waweze kupunja wanunuzi. Shirika la umeme nchini Tanzania TANESCO limesema kukamilika kwa ujenzi wa kituo cha kupoza umeme kutamaliza tatizo la kukatika mara kwa mara kwa umeme mkoani Simiyu. Ujenzi huo unafanywa na wakandarasi wa ndani umefikia 43%. Kwa tunashindwa kuendesha kiwanda exactly kinavyotakiwa kwa sababu ya tatizo la umeme. Kiwanda ni kikubwa sana, tuwezi kulani kutumia generator. Kwa sasa hivi ni kama tunawasha part ndogo ndogo na tuwezi kulani kiwanda chote full. Tunawasha sehemu department moja. Lengo la mradi huu ni kuweza kuwa na umeme wa hakika, umeme wa gridi. Kwa mradi huu tunatekeleza TANESCO kwa kutumia resources za ndani. Kwa hatua ambayo tupo kwa sasa hivi tupo 43% ya mradi, kwa maana tunaendelea na kusimika mitambo upande wa umeme na pia ujenzi wa jengo la kuongezea. Zile changamoto mnazokumbana nazo za kutokuwa na ubora wa umeme ndio zinakwenda kuondoka, ndio sababu ya ujenzi wa hiki kituo. Kwa kifupi, la mwisho kabisa, mtusaidie kuwahabarisha wateja wetu wote kwamba huduma ya umeme ni ya kulipia. Kwa hiyo unapotumia umeme ujue una wajibu wa kulipia, ili tuiwezeshe serikali kujenga uwezo wa kuweza kutoa huduma ya umeme. Taasisi za serikali, sekta binafsi na wananchi wa kawaida, tafadhali tulipe bili za umeme. Usipolipa bili ya umeme tutakuja kukusitishia huduma ya umeme. Jeshi la polisi linamshikilia mwanaume mmoja kwa tuhuma za kujifanya askari wa jeshi la wananchi wa Tanzania kudaiwa kutapeli fedha kutoka kwa watu wanaotafuta ajira jeshini. Mtuhumiwa huyo alinaswa hapo jana Aprili 14 katika mtego uliowekwa na vyombo vya ulinzi. Mimi nafanya kazi ya askari wa jeshi la wananchi wa Tanzania, nafanya kazi ofisi ya jeshi la akiba mkoa. Tumekuwa tukipokea malalamiko mengi sana kutoka kwa wananchi. Hasa mwezi uliopita kulikuwa kuna zoezi la kuandikisha askari wa kujiunga na jeshi la kujenga taifa. Zoezi hili lilifanyika vizuri likamalizika, lakini tumekuwa tukipokea malalamiko kutoka kwa wananchi kwamba wameisha lipa ada. Kitendo hicho kimetustua. Sasa siku ya jana tulipokea taarifa kutoka kwa raia wema kwamba wao wameambiwa wapeleke shilingi bilioni 1, ambacho kitendo hicho cha kujiunga na jeshi au si kutoa hata shilingi 100. Sasa tukaweka mtego ili kuweza kumkamata huyu bwana aliyekuwa anaomba raia pesa. Kwa hiyo kwa siku ya leo aliwapigia simu asubuhi, akaambiwa kutane maeneo ya Msufini sokoni. Vijana hao walikuja wakatoa taarifa hapa ofisini, tumekwenda. Huyu bwana akabadilisha location, akasema kutane mgawa mmoja anaitwa Kwetu Pazuri. Hawa wakanipa taarifa, afande, tumeambiwa tukutane Kwetu Pazuri na huyo bwana. Nilipokwenda mimi, huyo bwana aliponiona akakimbia, nikamkimbiza nikamkamata. Kwa hiyo aliyeleta taarifa wakati huo alikuwa ni raia mmoja, lakini baada ya kumkamata raia wengi wamejitokeza wakidai kwamba huyu mtu amekuwa akiwaomba pesa
na mpaka sasa unaona watu wanazidi kumiminika hapa. Amechukua fedha za watu kwa ajili ya kuwapeleka jeshini. Alikuwa anakutambulisha kama nani? Kwa hiyo alikuwa anabadilisha, wakati mwingine anasema yeye yuko usalama wa taifa, wakati mwingine anasema yeye ni mwanajeshi, wakati mwingine anasema yeye yuko mali asili. Na hivi juzi ametoa vijana kutoka Itigi wamekuja hapa na mabegi yao matranka, wanaenda jeshini. Wakafika ofisini hapa, hao tumekuja kuenda jeshini. Nani aliwaambia kuzisoma namba ni za huyu bwana? Kwa hiyo bahati nzuri leo tumekamata na mkuu wa wilaya ametoa maelekezo tupeleke kituo cha polisi kwa ajili ya mahojiano zaidi. Ni hayo tu yaliyojiri katika taarifa ya habari siku ya leo. Asante sana kutenga muda kwa thamani ulikokuwa na Mipenda Kwetu, nikutakie siku iliyokuwa njema na bye kwa sasa.